Hi, my name is Blandina, nasoma katika shule ya sekondari na Nokanuka kidato cha 4 iliyopo katika wilaya ya Ngorongoro. Nipo hapa mbele yenu kueleza umuhimu wa kusali rozari. Rozari ina umuhimu mkubwa sana katika maisha yetu, lakini vijana wengi wao huamini kwamba rozari ni kwa ajili ya wazee au mashirika fulani na hivyo wapelekea vijana wengi kutokusali rozari. Lakini kupitia rozari tuna ushuhuda mbalimbali ambao unaonyesha umuhimu wa rozari. Mfano, ushuhuda wa Papa Yohane Paulo wa pili ambaye aliokolewa na rozari pale ambapo alinusurika kupigwa risasi ya moyo. Rozari ilimwokoa, maana ni mtu anayependa sana kusali rozari, kwa hiyo rozari ilimwokoa. Ushuhuda wa pili ni ushuhuda wa Father Patrick Peyton ambaye hapo alipona ugonjwa wa kifua kikuu baada ya kusali rozari, maana alikuwa ni mtu anayesali rozari, kwa hiyo rozari ilimwokoa. Pia watu wengi sana hupendelea kusali rozari kipindi cha mwezi wa 5 na mwezi wa 10, kwa sababu mwezi wa 5 watu hupenda kusali rozari kwa sababu ni kipindi ambacho kwa mara ya kwanza Bikira Maria aliwatokea Lucia, Francisca na Jacinta akiwahimiza wasali rozari kuokoa roho za watu. Kwa vijana, watu wengi sana wanaamini kwamba kusali rozari lazima usali mwezi wa 5, lakini sio kweli. Inahitajika tusali rozari kila siku ili kuokoa roho zetu, maana kila siku sisi ni wakosefu, tunafanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Inatubidi tusali rozari kila siku. Then watu pia hupendelea kusali rozari mwezi wa 10 kwa sababu ni kipindi ambacho kanisa lilipata ushindi kutoka kwenye vita ya Lepanto ambayo ilikuwa ni vita ya kidini. Hivi inatubidi kwamba tusali rozari ili kusherehekea. Kwa hiyo inaonyesha kwamba tunataka tusali rozari kila siku ili kumshukuru Mungu. Vijana wengi wanaamini kwamba kusali rozari ni kazi ya wazee au mashirika fulani. Hiyo sio kweli. Inatubidi tusali rozari wote ili kuonyesha kwamba tuna uhitaji na pia kuonyesha tunashukuru kwa yale tuliotendewa kutokana na sala zetu za kila siku. Hivyo basi inatubidi tusali rozari kwa sababu rozari ni sala yenye nguvu iliyoko mikononi mwetu. So, sala yenye nguvu iko mikononi mwako. Bye.